tarbiyatul abna, malezi ya watoto, wa asbabu salahihim, na sababu za kuongoka hao watoto ili wawe ni wema, iwe ni sababu ya sisi tutakapoondoka katika maisha haya dunia, hawa watoto au hivi vizazi tutakavyoviacha viweze kutusomea dua, na sisi iwe ni sababu ya kunyanyuliwa daraja zetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min asbabi salahil abna, miongoni mwa sababu zitakazowafanya watoto waongoke, sababu ya kwanza, al-iktharu min ad-du'a lahum, ni kukithirisha sana kuwaombea dua hao watoto. Tuangalie namna wema waliotangulia rahimahumullah rahmatan wasi'a walivyokuwa wakiwaombea dua watoto wao, bali walivyokuwa wakiwaombea kabla hata wale watoto hawajazaliwa. Tumtazame Nabiyullah Ibrahim alayhi salam, alikuwa akiomba dua akisema rabbi habili minas salihin. Tumtazame Nabiyullah Zakaria alayhi salam, naye alikuwa akiomba dua akisema rabbi habili min ladunka dhurriyatan tayyiba. Wote hawa walikuwa wakiomba kabla hata ya kuwapata wale watoto, wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaruzuku vizazi ambavyo vitakuwa ni vyema, watoto ambao watakuja kuwa na manufaa kwa wao pamoja na Uislamu kwa ujumla. Kwa hiyo haya ni maandalizi ambao waliyafanya kabla hata ya kuwapata hao watoto. Kwa hivyo hii ni sababu ya kwanza ya kuwafanya watoto wawe ni wema. Nako ni mzazi ukithirisha sana kuomba dua hata kabla hajawapata wale watoto. Sababu ya pili, ndugu zangu Waislamu, za kuwafanya watoto wawe ni wema, alhirsu ala zawjati salihah, ni mtu kabla ya kuoa apupie kutafuta mke ambaye ni mwema, akhdhan biwasiyati nabii sallallahu alayhi wasallam, wa kuchukua wasia wa mtume alayhi salatu wassalam pale aliposema tunkahul mar'atu li arba', mwanamke huwa anaolewa kwa mambo manne au sifa nne. Akataja ila anqal fadhfar bidhati ddin taribat yadak, akawa ameyataja yale mambo manne, lakini katika yale mambo manne akawa amewaongoza akiwaelekeza Waislamu wachague mwanamke ambaye ni mwenye dini. Yaani dini ni moja katika yale mambo manne, lakini mtume alayhi salatu wassalam akasema pamoja na yale lakini lisikosekane suala zima la dini. Mwanamke mwenye dini, ndugu zangu Waislamu, huyo ndiye ambaye atakusaidia kutunza heshima katika familia yako, atawalea watoto wako katika malezi yaliyokuwa mazuri. Kama ni watoto wa kike, atawavisha mavazi yaliyokuwa ni ya stara, atawafundisha watoto kusema ukweli, atawafundisha watoto kuwa ni waaminifu na tabia mbalimbali ambazo ni nzuri. Haya huwezi kuyapata isipokuwa kwa wanawake waliokuwa ni wema. Kwa hivyo sababu ya pili ya kuwafanya watoto wako wawe ni wema, hakikisha unawatafutia, au kabla ya kuwapata hao watoto watafutie mama ambaye atakayekuwa ni mwema, mwanamke ambaye atakuwa ni mwenye dini, atakayekuja kuwafundisha watoto wako mazingira yaliyokuwa mazuri. Sababu ya tatu, ayuhal muslimuna ibadallah, ya kuwafanya watoto wawe ni wema, tahsinu dhurriya biddua qabla aljimaa, ni kuwakinga hao watoto kwa kusoma dua kabla hata ya kufanya tendo lile la ndoa. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, ama law anna ahadahum yaqulu hina yati ahla, lau mmoja wao angesema haya yafuatayo pale anapokuwa anamuendea mke wake kimatamanio, akasema dua hii ifuatayo: bismillah Allahumma jannibna ash-shaytan, ewe Allah tukinge na shaytan, wajannibi ash-shaytana ma razaqtana, na ukinge kile utakacho turuzuku. Hapa wanakusudiwa ni watoto, uwakinge hawa watoto utakao turuzuku kutokana na shaytani. Atakayesoma dua hii, thumma quddira bainahuma fi dhalik, au qudhiya walad, kisha Allah akajalia kutokana na lile tendo wakaruzukiwa mtoto, lam yadurruhu shaytanun abada. Mtume alayhi salatu wassalam anasema mtoto yule au watoto wale hawato wadhuru shaytani siku zote, abadan. Kwa maana ya kwamba atakayesoma dua hii kabla ya kufanya jimaa kisha Allah akamruzuku
watoto kutokana na lile tendo, basi Allah atawahifadhi vizazi vyake, lakini atawahifadhi nyinyi pia wanandoa kutokana na sheitani. Kwa sura hii, yule mtoto akishazaliwa tayari atakuwa amezibiwa mianya, sheitani hatakuwa na uwezo wa kumfika mtoto yule moja kwa moja, kwa sababu tayari mzazi alifanya sababu za kumkinga mtoto wake. Kwa hivyo ndugu yangu Muislam, katika maandalizi ya kufanya upate mtoto ambaye ni mwema, hakikisha usisahau suala zima la kusoma dua wakati unapokuwa unamuelekea mke wako. Jambo la 4, ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa sababu za kuwafanya watoto wawe ni wema, alhirsu ala alhaqiqa. Unapokuwa umeruzukiwa mtoto, basi pupia suala zima la kuwafanyia watoto aqiqa. Hii ni ibada ambayo inafungamana na pale mtu anapokuwa ameruzukiwa mtoto, anatakiwa siku ya 7 kuchinja. Ikiwa ni mtoto wa kiume, basi anatakiwa achinje ima mbuzi wawili au kondoo wawili. Akiwa ni wa kike, mbuzi mmoja au kondoo mmoja. Yani ni sunna ambayo imetiliwa mkazo na ina faida zake. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, kullu ghulamin rahinatun biaqiqati, kila mtoto huwa kuna kheri au kuna baraka ambazo anakuwa anazuiliwa nazo mpaka atakapokuja kufanyiwa aqiqa. Akishafanyiwa aqiqa, huyu mtoto atakuwa ataepushwa na mabalaa mbalimbali, ataepushwa na mitihani mbalimbali ambayo inaweza ikampelekea mtoto huyu huwa ni miongoni mwa watoto ambao ni watovu wa nidhamu. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, ili mtoto wako awe ni salama, awe na maadili yaliyokuwa mazuri, miongoni mwa sababu za kumfanya mtoto huyu awe ni mwema, Allah anapokuruzuku mtoto, basi pupia suala zima la kumfanyia mtoto aqiqa. Na hii ikiwa ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na neema hiyo ya aqiqa, kutokana na neema hiyo ya kuruzukiwa mtoto. Na Mtume alayhi salatu wassalam aliwafanyia aqiqa wajukuu zake wawili, Hasan pamoja na Hussein, aliwafanyia aqiqa kuonyesha umuhimu wa suala hili la kuwafanyia aqiqa watoto. Kwa hivyo ukiwafanyia aqiqa watoto wako, tayari hii inakuwa ni sababu ya kuwafanya wale watoto waje kuwa ni watoto waliokuwa ni wema. Ama miongoni mwa sababu, ndugu zangu Waislamu, za kuwafanya watoto pia wawe ni wema, alqudwatul hasana. Wazazi wawili wanatakiwa wao ndio wawe kiigizo kilichokuwa kizuri kwa watoto wao. Siku moja masahaba ridwanullahi alaihim walikwenda kwa Mtume alayhi salatu wassalam, wakaenda wakamuuliza mke wake Bi Aisha radhiallahu anha kwamba tabia za Mtume zilikuwa vipi. Hebu tuelezee tabia za Mtume alayhi salatu wassalam. Bi Aisha aliwajibu akiwaambia, kana khuluquhu alquran, tabia za Mtume wetu zilikuwa ni Qur'an. Soma Qur'an, utakayoyakuta yote yaliyoamrishwa, yote yaliyokatazwa kwa ujumla wake, hizo ndo zilikuwa tabia za Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa nini asiwe ni kiigizo kilichokuwa ni bora kwa umma wake? Kwa sababu alijipamba na tabia zilizokuwa ni nzuri. Fatiflu ayuha alkiram, mtoto ndugu zangu Waislamu, yataallamu bima yarahu akthara mimma yasma'u, huwa anajifunza kwa yale ambayo anayatazama zaidi kuliko yale anayoyasikiliza. Anatazama wazazi wake, anatazama wenzake, anatazama wakubwa wake wanafanya nini, kisha yeye anaiga kutokana na wale yapi wanayoyafanya. Kwa hivyo wewe mzazi unatakiwa uwe ni kiigizo kilichokuwa kizuri kwa mtoto wako, ili uandae kizazi ambacho ni bora, mtoto ambaye atakuja kukusomea dua pale utakapofariki au utakapoondoka katika maisha haya ya dunia. Na hapa ndugu zangu Waislamu, wako wazazi ambao kwa masikitiko makubwa wameathirika na tabia zilizokuwa mbaya katika jamii. Mfano wa hizo, uvutaji wa sigara, uvutaji wa bangi, tabia za uzinifu, tabia za kutukana, tabia za kula vitu vya haramu, tabia za kupiga miziki ndani ya nyumba. Hivi wazazi hawa wanadhani watoto wao wanapoona zile tabia lini watakuwa au wataiga tabia zilizokuwa nzuri isipokuwa hizo tabia ambazo ni mbaya? Bila shaka wazazi ndio inakuwa ni sababu ya kuandaa watoto ambao wenye maadili mabaya, kwa sababu wao wamekuwa ni mfano uliokuwa ni mbaya kwa watoto wao. Na mbaya zaidi utakuta mzazi mathalan
ameathirika na uvutaji wa sigara, au ni mlevi, au ana tabia chafu, yeye ndiye anasimama katika nafasi kubwa kumshawishi hata mtoto wake kufanya tabia kama hizo. Utakuta mzazi anamwagiza mtoto wake, anampa pesa, kaninunulie sigara, kaninunulie pombe, kachomeshe mziki katika stationari fulani. Ajui kwamba yule mtoto anaiga, naye atakuja kufika hatua atayafanya kama aliyokuwa anayafanya baba yake. Wakati mwingine anavuta ima sigara mbele ya watu au mbele ya watoto wake. La shaka kwamba hata mzazi pia hapendi mtoto wake awe na tabia kama hizo. Basi kwa nini mzazi anafanya mbele ya mtoto wake? Mtume alayhi salatu wassalam anatuelekeza, anasema yule ambaye atakayefanya jambo ovu, jambo baya, kisha watu wakamuiga yeye, kafanya mbele ya watu, watu wakamuiga, basi kila atakayefanya kwa sababu ya kuiga kutoka kwake, na yeye huyu atachukua uzito wa madhambi sawa na ambao wale wameyafanya yale madhambi. Yani ikiwa mtu amejifunza uvutaji wa sigara kutoka kwa baba yake, na yeye akawarithisha watoto wake na watoto, kila anayefanya babu dhambi linamrudia. Na hii ni kuonyesha ni ubaya na uzito wa kudhihirisha maasi. Ikiwa mtu anaona yani hasikiki au hasikii, haambiliki kutokana mathalan labda na uvutaji wa sigara au unywaji wa pombe, yani haelewi, basi ukiwa unayafanya hayo machafu, basi kajifiche sehemu, angalia chumba, usiyafanye mbele ya watoto kiasi cha kwamba ukawaambukiza ile tabia hata watoto au jamii kwa ujumla, jambo ambalo likakupelekea kupata kizazi ambacho ni kibaya, ukapata madhambi yaliyokuwa makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wewe mzazi, ili upate watoto waliokuwa ni wema, uwe ni mfano uliokuwa ni mzuri kwa watoto wako. Jambo la 6, ayuha almuslimuna ibadallah, la kuwafanya watoto wawe ni wema, arifqu fi tarbiya, uwe na upole katika malezi. Tusikilize kisa cha huyu sahaba Anas radhiyallahu anhu. Huyu kijana au huyu sahaba radhiyallahu anhu alilelewa katika nyumba ya Mtume alayhi salatu wassalam. Alikuwa ni mtumishi, hakuzaliwa na Mtume, lakini alikuwa ni mtumishi akimsaidia baadhi ya shughuli zake za kijamii na hata zile ambazo alizokuwa anazihitajia Mtume alayhi salatu wassalam. Baada ya kukua, huyu mtoto anakuja kusimulia namna gani aliishi na Mtume alayhi salatu wassalam. Anasema, khadamtu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 10 sinin, nilimtumikia Mtume alayhi salatu wassalam kwa muda wa umri wa miaka 10. Fa wallahi ma qala li uffin qat wala qala li shay'in lima fa'alta kadha wa halla fa'alta kadha. Yani anaeleza akisimulia hii miaka 10 alivyoishi na Mtume alayhi salatu wassalam, kwamba hata siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallama hakuwahi kumkaripia huyu Anas. Allahu akbar! Angalia namna Mtume alayhi salatu wassalam alivyojipamba na tabia zilizokuwa nzuri. Yani kipindi cha miaka 10 yote hakuwahi hata siku moja kumkaripia yule ambaye alikuwa ni mtoto, ambaye alikuwa akimhudumia. Si kwamba alikuwa amuelekezi, alikuwa anamuelekeza anapokosea, lakini katika namna ambayo ni nzuri na si ya kukaripia. Lakini leo sisi tumeenda mbali, si tu kukaripia watoto, bali tunawaadhibu watoto adhabu ambazo ni za mateso. Utakuta mzazi ndani kwake ametundika waya ya umeme, tena ile waya kubwa ya kupokelea moto kutoka kwenye nguzo kubwa kule, ndo ameitundika pale. Ati mtoto anapokosea ndio anaadhibiwa na ile waya. Wengine wameenda mbali zaidi, wanatafuta kamba, wanawafunga watoto, kisha wanawapiga kipigo ambacho hakina mfano. Wengine wanawachoma na mafuta, wengine wanatumia silaha, visu. A'udhu billah. Hizi tabia tunazitoa wapi Waislamu? Hivi huyu mtoto akiwa anakuwa, unadhani kuna siku atakuja kukukumbuka akuombee dua wewe mzazi? Anas, angalia, ametoka katika nyumba ya Mtume alayhi salatu wassalam, lakini anamtaja kwa mazuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mtume alimlea katika mazingira yaliyokuwa mazuri, alikuwa akimuelekeza kwa namna ambayo ni nzuri. Huyu ambaye anamtesa mtoto wake, huyu mtoto atakuja kuwa ni mwema? Bali leo tunaona athari ambayo ni mbaya. Watoto wanakimbia katika familia zao. Kwa sababu gani? Kwa sababu baba amekuwa ni mkali, anatoa mateso,
anasahau ya kwamba hakuna ambaye ni mkamilifu. Unatazama Aman TV Online, amani kwa wote.